Naitwa Dr. Said Mohamed Hemed Mayugwa, ni wakili na ni mwalimu. Nashukuru tumerudi hija sasa hivi kupitia kampuni ya Masjid Adil Umrah and Hajj Foundation, ni makao yake Dar es Salaam Sasani, na alhamdulillah ina ofisi Zanzibar pia hapa Ngazi Nje, na ofisi ziko sehemu nyingi mikoani na sehemu nyingine Zanzibar. Alhamdulillah mwaka 1447 tumekwenda kufanya ibada ya hija, na kwa kweli hija mara hii huduma zimekuwa nzuri sana, maboresho mazuri kidogo yamekuwepo, hasa Mina ambapo mara nyingi kulikuwa kukilalamikiwa, lakini mara hii alhamdulillah mambo yamekuwa mazuri sana, na tumekuwa bega kwa bega na viongozi wetu tukipewa mafunzo katika hatua zote toka hapa na katika wakati wa safari na katika hatua zote za ibada, tukiwa tuko Madina na Maka. Alhamdulillah tumeanza Madina, tumefanya ziara nyingi, tumeenda katika maeneo maziara ya Quba, tumeenda katika Uhud, na tumekwenda sehemu nyingine sehemu nyingi tumekwenda alhamdulillah. Na vile vile Maka tumetembelea Jabal Khira, tumetembelea Mina, tumetembelea viwanja vya Arafa, tumepanda Masjid Rahma ziara, na vile vile katika ibada. Kwa hiyo tunashukuru kama ibada tumefanikiwa kiibada, na vile vile na ndugu zake ibada ziara, kufanya ziara nyingi za kutosha alhamdulillah. Wengi wetu tumepata fursa ya kuswali Raudha chini ya usimamizi wa viongozi wetu wa Masjid Adil. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu, kwanza ibada ya hija ni nguzo ya 5, na si ibada ya kusubiri mtu kufanya akiwa mtu mzima. Waende vijana, kwa sababu ni ibada ya vitendo zaidi, vitendo vingi zaidi na adhkar. Kwa hiyo mfano ukitoka Jamarat, kabla Jamarat tunatoka Arafa tunaelekea Muzdalifa tunakwenda mpaka Mina tunaelekea Jamarat. Sawa. Kwa hiyo hivi vote ni vitendo, mwendo mkubwa sana, na watu ni wengi sana. Kwa hiyo ni washauri vijana kwamba ni ibada ya kufanywa mapema, si ibada ya kusubiri mtu ajenge anunue gari. Ni ibada ya kufanya kwanza kabla mtu hajanunua kiwanja, hajanunua nyumba, hajanunua gari na hajanunua kitu kingine. Kwa hiyo alhamdulillah Mwenyezi Mungu atakabali hija za watu wote. Hali ya hewa Maka ilikuwa iko juu sana, kiasi cha kwamba mpaka viongozi wa Masjid Haram pale Maka wamekuwa wakifupisha muda wa kusubiri baina ya adhana na iqama. Kama mara za mwisho zinarudi waliondoa kabisa, ilikuwa hakuna kablia kwa sababu joto lilikuwa jingi sana, lakini alhamdulillah viongozi wameweza kutupatia hoteli nzuri karibu na msikiti, ambazo hata ukipata tahari ya joto kidogo ukirudi katika hoteli unapata utulivu, na tunaendelea na mambo mengine ibada. Kwa hiyo niwashukuru na nitoe wito, njoni Masjid Adil, njoni vijana fanye ibada mapema, si ibada kufanywa mtu akiwa mtu mzima. Asanteni sana. sana hasa hali za afya All economic class passengers flying with Discovery Line, like number 4, and once they want to depart, are requested to proceed to gate number 3, countering security check-ins. Na mwenyewe kushapimu asubuhi anaonekana ana presha kidogo, lakini anafanya shughuli zake alhamdulillah mpaka la asili ameenda kusali mwenyewe. Hapo alikuwa ajitayarisha kwa kusali magharibi. Kwa hivyo tunashukuru pia hii system kwa sasa tunaanza kuwajua wagonjwa na hapa, kwa sababu tunahisi mafuatilia. Sasa tuna mgonjwa mmoja tu ambaye amelazwa kimewa, lakini tunapata leo asubuhi kwa usiku kesho. Hali ya maradhi mara nyingi na wazee presha zinapanda kwa na umati, na nyingine wazee uchanganyikiwa
sasa. Hija sasa hivi ni ya vijana. Kusubiri kuritaya umati mkubwa anakwenda bila sababu au akili kidogo inachanganyikiwa. Ile kusubiri unaendea kule na kwa jitahidini vijana watu wasisubiri kuritaya na kusema sasa, kwa sababu pia mbali na kuwa wingi wa watu ambao wanaweza kuathiri afya za wazee, hija yenyewe ni mwendo. Tukipiga mahesabu sisi siku ya ibada yenyewe ile mwezi 9 mpaka mwezi 10 kumaliza, anatakiwa atembee angalau kilomita 21 angalau, ili zinaweza sasa. Ni nguvu zinahitajika sana na jitihada zote zinazofanyika na serikali ya Saudia kuboresha usafiri na mambo mengine, lakini vijana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad Salim Ahmad maarufu Kulia Nganga, natokea katika taasisi ya Khair al-Haji na Umra Shaghi ambayo ipo Mombasa mkabala na supermarket. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kutoka hapa Zanzibar kuelekea Makka na Madina kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ibada yetu ilikuwa ibada nzuri, ibada ambayo ndani yake ilikuwa na maandalizi mazuri. Wenyeji walitupokea vizuri na walikatukirimu kwa kiasi ambacho wao walichoweza, na sisi alhamdulillah tulijitahidi kuweza kutekeleza ibada vizuri. Tunashukuru, tulipata mafanikio mengi sana. Katika jumla ya hayo ni kufanya ibada kwa wakati, bila ya manyanyasiko na bila ya matatizo katika sehemu zetu za kufikia, ikiwemo kwenye hoteli, ikiwemo na sehemu nyingine za ibada. Lakini changamoto hazikosi kuwepo, lakini hazikuwa ni kubwa zenye kuweza kuathiri. Kwa hiyo kwa mfumo mzima wa ibada ya hija tunashukuru, alhamdulillah tumetekeleza vizuri, tumeenda salama na tumerudi salama, alhamdulillah. Inshallah. Shukran. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. La kwanza kabisa kusema kweli tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kukamilisha ibada yetu ya hija. Hili ni jambo kubwa sana kwetu, lakini vinginevyo tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia tena kwetu sana. Kiujumla wake safari ilikuwa nzuri, hatukupata uzito wa aina yoyote kuanzia kuondoka Zanzibar kuelekea Madina, kwa wale ambao walianzia Madina na hata wale walianzia Madina, kwa sababu tulibahatika sisi kama Zanzibar masaa manne tayari tumeshafika katika sehemu tukufu, masaa manne tayari tumeshafika Zanzibar. Na ibada kiujumla wake kuanzia kukaa katika mahema, kukaa katika kambi katika zile siku 6 za ibada ya hija, kiufupi wake na kiujumla wake kusema kweli kulikuwa hakuna changamoto zaidi ya changamoto. Kusema kweli shukrani kubwa sisi baada ya kuchukua kuzipeleka kwa serikali ya Saudi Arabia kwa namna walivyokuwa wameshughulikia ile safari. Hii ndio safari pekee ambayo kwamba hakuwa na maharamia. Maharamia ni wale watu ambao kwamba wanakuja Saudi Arabia kufanya ibada ya hija, basi kuna permit ya kufanya safari hapa. Kwa maana idadi ya hija ilikuwa watu takriban kama milioni 1 na kitu. Kwa tulifanya hija kwa utulivu, kwa sababu wengi hawajui ile zahma na fujo na wingi wa watu alisababishwa kwa mahujaji kuwa wengi, unasababishwa pia katika ibada ya hija, basi kufuata zile taratibu za serikali. Kusema kweli safari hii walikuwa makini sana na walitoa vitambulisho maalum, kwamba vitambulisho vile mtu yoyote anapokutana na askari barabarani kitambulisho kile lazima kiskaniwe ili ajulikane ile ni kweli kwa system. Huwa wanatumia wa electronic ilitusaidia sana sisi mahujaji ambao kwamba tumetoka katika nchi zetu kuja katika nchi za dunia kutekeleza ibada ya hija. Ulitusaidia kwanza kupunguza idadi ya watu wengi ambao wanafanya ibada ya hija, basi kupata permit kwenye serikali hii. Naomba wengineo kushukuru serikali yetu ya Zanzibar kwa hii neema ya kutupatia kujalia moja kwa moja kusema masaa manne. Halikuwa sisi zamani kwa kutumia siku nzima kutoka Zanzibar kwenda Saudi Arabia, lakini tupeleke shukrani zetu zote kwa dhati kabisa kwa yule ambaye kwamba anaiongoza nchi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, kwa Mwenyezi Mungu kuwezesha kutupatia sisi na tunaendelea
kurahisisha na mwakani mahujaji wakati Saudi Arabia Airlines ili safari yao iwe nyepesi na ibada yao ipate nyepesi. Tunamwomba Allah Subhanahu wa ta'ala kufikisha sisi wenyewe, vizazi vyetu, vizazi vyetu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuondoka hapa salama kwenda Maka salama kufanya ibada ya hija kama kawaida. Jina langu naitwa Salum Shaibu Ame, kiongozi wa taasisi ya Almaro Haji and Umra ambayo imeongoza kundi la watu 148. Hatuna budi kushukuru kwanza wakfu na mali ya amana kwa kazi kubwa sana na ngumu sana kunafanya mara hii ili kuipesisha shughuli yetu ya hija kwa mwaka huu. Vile vile tushukuru taasisi ya Utahiza nao walikuwa kazi ngumu sana kuratibu safari, kuratibu misafara kwenda huku na kule pamoja na huduma zote kwa ujumla. Mungu alipe kheri nyingi sana, pamoja na mapokezi ambayo tumepokelewa hapa kuanzia Mina kule Arafa na sehemu nyingine pamoja na hapa. Mungu akulipende kheri nyingi sana, asante sana. Natoa taarifa kwa mahujaji wangu wote wamefika salama 148 na kwa salama, na sasa wachukua mzigo wao kama mnavyoona pale. Kwa hivyo alhamdulillah kila kitu kimeenda sama sawa. Changamoto nashukuru kwa kweli mara hii wakfu na mali ya amana kwa majipanga vizuri sana. Kutegemea changamoto za mwaka jana, ucheleweshaji wa mabasi, labda ucheleweshaji wa mambo mengine, lakini mara hii tuko naenda vizuri sana, kwa sababu hata mimi wakati naondoka Maka jana jioni, mabasi yalikuja kufuata kwenye kitengo changu pale mapema, saa 5 ameshafika, saa 6 mimi naondoka, wakati niambia mimi naondoke saa 7. Lakini thanks kwamba mabasi saa 6 yamefika, tukaenda salama salimini, hatukupotea wala hajapata changamoto yote kwa kweli. Wito wangu kwanza niseme na hamasisha kwamba wakfu na mali ya amana pamoja na taasisi ya Utahiza wahamasishe watu kufanya ibada ya hija. Takwimu iliyotoka mara hii imesema ni 1,700,000, wakati sisi tunataka tu karibu 20 na sorry. Nzari kitu kama hicho. Kwa hivyo bado ni asilimia ndogo sana. Kazi kubwa ni kuwasomesha, kuhamasisha, kushirikiana na tabaka taasisi ili kufikisha malengo ya tuliopewa, hisa tulizopewa na Saudi Arabia kuzitimiza. Hilo ni lengo kubwa, lakini vile kuhamasisha kama vijana nao wawe nafasi ya kwanza, kwa sababu wengi ndio kwenda pale na wastaafu, watu wazima kama mimi. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba vijana waimarike, tufanye vitu za Mwenyezi Mungu inshallah.